Kuna kitu kimekutoa kwenye mchezo? Kimekutoa kwenye mchezo. Wakati unatazama mechi ya Yanga, ya Mbeya City na Yanga. Yani kuna wachezaji mimi huwa naamini wamevuka, kuna hatua ambazo wamevuka, wapo kwenye level ambayo ukimtazama unasema huyu hapa ni mfano mzuri kwa wachezaji wengine. Ibrahim Baka jana amefanya tukio moja ambalo mimi naamini Ibrahim Baka ni muungwana sana, kwa sababu sijamshuhudia akiwa na yale matukio. Yani Ibrahim unaweza kukutana labda kwenye majibizano, kama imetokea ile tempa ya mechi ukamkuta kwenye majibizano, lakini kwenye situation aloifanya jana dhidi ya naweza nikasema ndugu yake Ibrahim Ame, kwa sababu Ibrahim Baka yule Ibrahim Ame na wale wote wanatoka Zanzibar, alicheza rafu kwanza alafu akaenda akazunguka akacheza mpira kwenye hiyo situation moja, na rafu sehemu ambayo alikuwa ameikanyaga ile rafu kama ingekolea, kwa sababu unajua alipokuwa amemkanyaga, kwa bahati nzuri amemkanyaga kwenye eneo la paja, sehemu ambayo ilikuwa inaelekea kukanyagwa, na namna ambavyo Baka alikuwa amekaa na Ibrahim Ame alikuwa anaenda kwa force ya kwenda mbele kwa vyovyote vile, na maana ule mguu wa Baka ulikuwa unamrudisha nyuma, kama angefanikiwa kumkanyaga kwa kishindo kikubwa angesababishia matatizo makubwa sana Ibrahim Ame. Yani kwenye ile situation, na naamini Baka ni muungwana, naamini atakuwa ameenda kumuomba radhi, hawezi kukutana na red card ya muamuzi kwa sababu game ilishaisha, na sijui kama lile tukio kamati ya masaa 72 watalidiscuss vipi. Inawezekana hata asipate kadi, hata asifanye nini, lakini ninaamini Baka anatakiwa kwenda kumuomba radhi Ibrahim Ame kwa kile ambacho amekifanya. Hicho cha kwanza. Cha pili, Ibrahim Baka amekuwa na matukio ya kujirudia, sijui imekuwaje, lakini nakumbuka kuna tukio moja aliwahi kufanya Dickson Job, ilikuwa mechi ya Simba mkoani, Tadeo Rwanga akafunga goli la kichwa. Alicheza mpira Jobu akaumenya mpira ukatoka nje, ikawa kona, Simba akapiga kona. Nakumbuka kama ni Tadeo Rwanga alifunga goli la kichwa, kama kumbukumbu zangu zipo vizuri. Baada ya ile game Jobu alisema, katika vitu ambavyo nafanya kila siku, nikikosea kitu huwa sikirudi tena. Situation ile ile kwenye mechi ya Simba ikamkuta Dickson Jobu, ana maadui kila kona, akataka kupiga mpira utoke nje iwe kona, akakumbuka situation, akapiga mpira upande wa pili, katoka ukawa mpira wa kurushwa. Ibrahim Ame mechi against Al Hilali alizungushwa na beki the same alivyozungushwa jana kwenye cross ambayo Ibrahim Baka amezungushwa the same alivyozungushwa kwenye ile mechi against Azam yeye dhidi ya Sila alizungushwa, mechi against Simba Kibu Dennis alimzungushwa. Hizo zote zinakuwa momenti za kwenda kutengeneza goli. Na hiyo mechi dhidi ya Azam nakumbuka ndio mechi ambayo alipata kadi, kama kumbukumbu zangu zio vizuri, alipata kadi. Jana Ambokile amemzunguka kwenye ile engo ile, amemkimbiza kafika mwisho, akakevu kama anapiga Ibrahim akaenda akashuka chini akalala, jamaa akaplace mpira kwa mwenzie, jamaa akashindwa kumalizia tu goli ambalo alikosa Vitalis dakika za mwisho kabisa. Sasa haya matukio Ibrahim inawezekana yasiyo yanajirudia, kwa sababu washambuliaji wetu wengi hawana tabia ya kujua madhaifu ya beki ambaye anaenda kucheza naye, lakini wanapokutana na watu ambao wana akili kubwa ya kufikiria, hapa nataka kufanya nini, naweza kufanya nini, kwa sababu Ambokile amecheza mpira kimataifa, Jibrisila huyo ni international naye mzungumzia, Al Hilali yule winga wao alimtesa hivyo na kaenda kufunga, alikuwa kata kumlalia jamaa akamzunguka na kaenda kampiga tobo Ibrahim golikipa Diala, goli likafungwa. Hayo ni matukio ambayo ukiwa unataja wachezaji na wazungumzia wachezaji ambao yani akili zao muda mwingi huwa zinafanya kazi muda huo ambapo wanakuwa na kutizama. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Baka naamini akienda kuvifanyia kazi vinaweza vikawa ni credit kwao na vikawasaidia Young Africans wakawa bora zaidi. Asante sana kwa uchambuzi mzuri. Ni muda mzuri sasa kupitia kile ambacho na wewe umekiandika. Na nilikuwepo uwanjani kwa dakika zote 90 nikiwa sehemu ya mashuhuda wa mchezo ule. Nilifurahi kutazama moja kati ya mechi ya hadhi ya juu sana, ambayo bahati mbaya ilipigwa muda wa jua kali. Nafikiri kama ingepigwa kumepoa saa moja hivi kilikuwa kinaumana. Miongoni mwa mechi bora sana msimu huu ni pamoja na mechi ile, kwa sababu attributes zote za msingi zilikuwepo. Mechi ina undava wa kutosha, ina mitama ya kutosha, ina speed ya kutosha. Kitu ambacho tulikuwa tunakikosa ni washambuliaji tu. Yani kwenye mchezo ule kulikuwa kunaweza hata katoka 3-2, 3-4-2. Yani kulikuwa na magoli mengi rahisi sana ambayo yangeweza kufungwa, lakini binafsi nilienjoy kwenye eneo la midfield. Samuel Onditi amerudi kwenye kiwango bora sana msimu huu. Sana yupo kwenye kiwango bora sana, lakini kwa Singida wanafahamu kwenye eneo la kiungo wameweza kutimia zaidi. Jana nimeona Morris Chuku akicheza kama central defender,
kwa sababu kwenye kiungo kumejaa. Angalia watu waliokuwa nao pale kwenye kiungo. Kuna yule mtu anaitwa Eid Khalid Habib Gego. Aliingia yule. Yule jamaa anajua mpira vibaya mno. Na walimtia viatu. Kwa cheki naye pale katikati. Anagadi mpira vibaya mno. Kuna muda Stambuli alikuwa angalia usoni mara mbili. Stambuli anafika tu kukata mtama alafu anaondoka. Performance bora sana ya mchezo kiujumla, na nafikiri Miguel Gamondi inawezekana akawa anajitengenezea empire yake mdogo. Sasa hii kushinda moja kama Dozi, lakini mpira unaonekana ni promising kwamba anaweza kaendelea kushinda zaidi na zaidi, lakini angekuwa anashinda moja alafu mpira wa mkubwa Mungu, nafikiri hapo ndo kungekuwa changamoto. Timu kubwa anacheza mpira ambao mwisho wa siku lazima tunamshukuru tu Mungu kwa kweli. Yaani ilikuwa isiwe peke yetu hatuwezi. Lakini kwa upande wa Mashujaa pia mpango wao walioingia nao ni kama ilionekana asilimia kubwa waliingia kuzuia zaidi. Sababu mara nyingi ulikuwa mbele unamuona Mgunda, kuna muda alikopo Ulomi alikuwa anaenda, Ulomi alikuwa anaenda au mara chache alikuwa hapo pia unamuona namba 3 yule. Yeye ametoka kidogo. Yule fullback. Kuna muda alikuwa panapanda kusaidiana pia. Dhidi ya Singida japo wamepoteza. Mashujaa na JKT. Unajua kuna tendency moja iko kwa hizi timu za majeshi. Kuna ukirudi Tanzania Prisons ya misimu 5-4 nyuma, kuna Mashujaa, kuna JKT Tanzania. Ni timu ambazo ziko solid sana kwenye defense yao. Wana walinzi wazuri ambao wanafanya timu yao iwe imara sana kwenye kujilinda. Na hata ukiangalia kwa upande wa JKT Tanzania, sare nyingi ambazo ametoka msimu uliopita zilikuwa sare ya bila kufungana. Na kuna sare ambayo alitoka bila kufungana dhidi ya Azam, kuna sare alitoka bila kufungana dhidi ya Yanga. Na kwa Mashujaa imekuwa hivyo. Wanakuwa na safu nzuri ya ulinzi. Na kwa msimu huu kuanzia eneo la kiungo, Mashujaa unamkuta Stambuli, unamkuta Onditi, unamkuta Balama Mapinduzi. Ukija kwenye eneo la ulinzi ameondoka Ibrahim Ame, lakini bado Abdul Malik Zakaria na Baraka Mtui wanacheza vizuri katika lile eneo. Kwa hiyo imekuwa ni kawaida kwa timu nyingi za majeshi. Shida yao ni kwenye safu ya ushambuliaji. Hiyo ndo changamoto kubwa ambayo wanakuwa nao. Wanakosa washambuliaji hatari ambao wanaweza wakafanya timu iwe imebalance katika kila idara, kuanzia eneo la ulinzi, kiungo mpaka kwenye kushambulia. Na hiyo ndo changamoto ambayo wako nayo JKT Tanzania, lakini wako nayo hata Mashujaa. Lakini kuanzia eneo la kiungo mpaka kwenye eneo la ulinzi wanakuwa wako vizuri sana. Sawa, hiyo ni kuhusiana na michezo ya siku ya jana na namna ambavyo imekwenda. Alama 3 kwenye mchezo